Naam, mtu wa Mungu popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Jumanne nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja, na iwapo basi haujasubscribe kwenye madhabahu ya kambi ya wateule, ni YouTube channel, tafadhali subscribe na Mungu atakubariki. Pasipo na kupoteza wakati, ningependa tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso sura ya 2. Nitasoma mstari wa 4 na wa 5, na Biblia inasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, kazungumze nasi alfajiri ya leo, asubuhi ya leo, mchana huu leo. Mungu wetu, wacha hili neno Mungu wetu likaimize huyu mtazamaji. Wacha hili neno Mungu wetu likainue imani ya mtu popote pale anapotazama akiwa. Wacha hili neno Mungu wetu likampe mwelekeo, likamumulikie, likampe likaweze na kumrekebisha, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Pia Baba, tunakushukuru kwa asubuhi nyingine njema na ambao umeweza kutupa Mungu wetu kupokea kutoka kwako Baba. Wacha hili neno Mungu wetu likalete faida katika maisha yetu ya kawaida na hata katika maisha yetu ya kiroho. Katika yote tuamruhusu mwalimu wetu Roho Mtakatifu uliyetupa akatufundishe na kutuongoza katika kweli yote, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu alfajiri hii ya leo, na hili neno siku hii ya leo nimelipa kichwa mwingi wa rehema. Mungu ni mwingi wa rehema, na ambapo tumesoma Biblia inasema vizuri, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Nyakati nyingi ni rahisi kuamini ya kwamba Mungu atakubariki au Mungu atatubariki wakati tunapofanya mambo kwa njia inayofaa, ama wakati tuko sawa na Mungu, wakati tumefanya maamuzi sawa. Ni rahisi kufikiria vile, lakini wajua ya kwamba uzuri wa Mungu ni kwamba amejawa na rehema, na hivyo wakati wote utaelewa ya kwamba ni kutokana na rehema za Mungu, ni kutokana na huruma za Mungu tuko mahala tulipo. Hata si Biblia inatuambia ya kwamba ni kutokana na rehema zake, ni kutokana na huruma za Mungu atuangamii, kwa sababu wakati mwingi tutajipata tumekosa, wakati mwingi tutajipata tumemkosea Mungu, wakati mwingi tutajipata tumeenda kinyume na neno la Mungu. Lakini angalia, Mungu huwa atuambii hapa umekosa sana, wewe haustahili. Angalia, Mungu huwa atuambii nimekupea nafasi zote na ukaziharibu. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema ya kwamba you had all the chances but you blew them away. Mungu si wa namna hiyo. Watu watakwambia wewe, nimekusamehe mara nyingi, wewe nimekuanzisha biashara mara nyingi, haufai, nimechoka na wewe, wewe mwenyewe umejiharibia, wewe mwenyewe hujafanya kile kinafaa kufanywa. Watu watakwambia vile, na ndio watu wataonekana wako sawa, maana umewakosea. Lakini angalia, Biblia inatuambia vizuri zaidi, Mungu si kama mwanadamu, wala si mwana wa mtu, na ili aseme jambo na adanganye, aseme agairi. Kama yeye ni mwingi wa rehema, angalia mara tumesoma, hata Biblia inatuambia vizuri zaidi, wakati tulipokuwa tumepotea. Si eti ni kwa sababu kuna kitu kizuri tulifanya,
wakati tulikuwa katika wafu, wakati tulipotoka tukaacha njia za Mungu. Biblia inasema si eti kwa sababu kuna kitu kilifanywa kikamfanya Mungu. Biblia inasema vizuri, kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Alfajiri ya leo nimekuja kuzungumza na mtu. Umekuwa ukiishi maisha, watu wamekukataa, ndio watu wamekupea chances zote na ukaziharibu, ndio watu hata umefanyiwa harambee, umefanyiwa kila usaidizi umepewa, lakini at long last umeenda kurudi mahala ulikuwa. At long last umeenda kusimama peke yako, maana watu wamechoka na wewe. Alfajiri ya leo nimekuja kukwambia Mungu hawezi akachoka na wewe. Mungu ni mwingi wa rehema. Hata wakati tulikuwa tumepotea alituhurumia. Biblia inasema ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili yule aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele na milele. Wazazi wako wanaweza wakachoka na wewe, wachungaji wako wanaweza wakachoka na wewe, huyo bosi wako anaweza akachoka na wewe, huyo bwanako, mke wako anaweza akachoka na wewe, au watoto wako wanaweza wakachoka na wewe, maana wanasema tumejaribu kila kitu lakini wewe hausaidiki. Lakini kile nataka kukuambia alfajiri ya leo, Mungu ni mwingi wa rehema, hata waichoka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anatupa mfano, the prodigal son. Angalia, kijana anakuja kwa babake, anamwambia sasa mimi nimefikia umri, nipe kile changu, nipe kile changu, nipe urithi wangu. Na kijana tunaona anapewa urithi wake na anaondoka, anaenda nchi za mbali. Na Biblia ina rekodi vizuri, hakuna siku babake alipata amani. Na Biblia inakuwa inazungumzia ufalme wa Mungu unafananishwa. Angalia, hakuna siku baba alipata amani. Baba ni mwenye huruma. Huyu kijana akaenda akaribu mali zote alizopewa. Ingekuwa wakati huu ungeambiwa wewe yako ushapata, we bwana, acha kutusumbua. Hata baba atakwambia nilikugawia urithi ukaenda ukaharibu, mimi sina kingine cha kukupa. Napenda kwa sababu ni agano jipya. Katika agano la kale Esau aliambiwa nimepeana baraka zote, na hivyo hakuwa na lingine. Angalia, katika agano jipya the prodigal son anachukua kila kitu, anaenda anaharibu na nasa za dunia. Lakini tazama, babake, kumaanisha alikuwa anaangalia, alikuwa anampenda huyu kijana. Kwa hivyo kila wakati alikuwa anaangalia ile njia inakuja kwa boma yake. Na Biblia ina rekodi vizuri, anasema siku moja akaona kijana, wakati alichoka, akasema acha nirudi kwa baba yangu. Mungu ako vile, ukikata shauri urudi kwa baba yako, ukikata shauri urudi kwa Mungu. Wakati na ambapo umejaribu kwa njia zako zote, si lazima iwe ni dhambi umetenda. Kuna wakati mwingine ndio tumeokoka, lakini tumejaribu kujifanyia mambo. Wakati umejaribu na nguvu zako na uweza wako, wakati umejaribu nao watu wote unawajua wako katika nafasi mbalimbali, unaweza ukarudi kwa Mungu. Usiseme imeisha. Ni mwingi wa rehema. Unaweza ukarudi kwa Mungu na kumwambia, Baba, ninaweza nikakuamini tena. Angalia, huyu kijana alipokuwa anarudi, babake alimwona kwa umbali, kumaanisha alikuwa anamsubiri, kumaanisha alikuwa anampenda kijana wake, kumaanisha alimjua. Biblia inasema alimwona kwa umbali. Hakuconfuse, hakusema huyu anakaa kama yule mwanangu alienda. Aliona, akaona mwana wake aliyepotea. Na Biblia inasema ya kwamba akakimbia. Huyu ni baba, akakimbia, akamkumbatia, akamrejesha nyumbani, akamwambia, akampea pete tena ya sonship, akamwambia sasa wewe ni mwana katika hii nyumba. Mwenye huruma, ni mwingi wa rehema. Kangekuwa mwingi wa rehema angefanya vile, na hiyo inaonyeshwa ni mfano wa Mungu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulipotea, wakati tuliondoka katika njia za Mungu, wakati tuliacha kumwamini Mungu, wakati tulitegemea watu na wakatuweka chini, lakini Mungu bado anatuangalia, maana anatujua. Ni mwingi wa rehema. Labda huo wakati ulimkosea, ungeondoka katika hii dunia, angekumaliza, lakini hakufanya vile. Ni mwingi wa rehema. Wakati uliacha kumtumainia, hakukumaliza. Alisubiri, alikusubiri na ili uweze kurejea.
You come back to your senses, kama the prodigal son. Aliporejea alirudiwa tena, alikaribishwa na hakukaribishwa kama mwana. Yeye alirudi akisema acha nikawe tu mfanyikazi, lakini aliambiwa no, hauwezi ukawa mfanyikazi, wewe ni mwana katika hii nyumba. Mwingi wa rehema, ni Mungu mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, rehema za Mungu zinakufunika. Ndio maana mwimbaji akaimba akasema, mercy said no. Rehema zilisema hapana, huruma zilikataa. Ndiyo, huyu alifaa kukufa, lakini huruma zikasema hapana. Ndiyo, huyu amezaliwa katika hii familia, na hii familia iko umoja, 2, 3 walifanya hivi na vile. Si Mungu ndo anasema vizuri? Vizazi na vizazi vinalipia, analipisha dhambi za baba kwa vizazi na vizazi. Lakini kutokana na huruma zake, kuna wengine tulizaliwa katika familia za uganga, kuna wengine tulizaliwa katika familia za uchawi, lakini Mungu kwa huruma zake akatunasua, akatuokoa. Wengine mlizaliwa katika familia za umaskini, wengine walizaliwa wasijielewe, lakini kutokana na huruma za Mungu akakuondoa. Nataka kusema nini? Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ni mwingi wa huruma. Unaweza ukarejea kwake, huruma zake ndio zimekufunika. Ndio maana zinakufunika mpaka unakuja unajielewa, unarudi tena. Ni huruma zake zimesababisha usiangamizwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, huruma za Mungu ni kubwa zaidi ya kosa lolote lile na ambalo unaweza sema ulifanya. Huruma za Mungu ni kubwa zaidi kuliko hiyo dhambi unafikiria. Ni kubwa sana. Huruma za Mungu ni zaidi ya hiyo dhambi unafikiria. Ndio maana hata mwanadamu, Mungu kutokana na huruma zake alijitoa, alimtoa mwanawe wa pekee. Huruma zilizoje! Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, Mungu hashikilii. Jana ulikosa kumwamini, jana ulienda kwa mganga, jana ulitenda dhambi, jana ulifanya ili kosa. Mungu hashikilii, maana huruma zake ni zaidi ya makosa ambayo umeyafanya. Yeye anasubiri tu you come back to your senses. Nimekuwa nikijifanyia hiki, Baba sasa chukua usukani. Kwenye barabara, Bartimayo alikuwa anahurumiwa na watu. Labda watu wangekuja na decide, leo hatutakuhurumia, hatutakupea hiyo 50 bob, hatutakupea hiyo 20 bob. Huruma za watu huisha. Lakini wakati Bartimayo alisikia Kristo anapita na akamwita, Yesu mwana wa Daudi nihurumie, hakumwambia kama wewe ni mwana wa Mungu. Alimwambia nihurumie. Aliitisha huruma za Mungu, maana hii ni ufunuo aliupokea, kwamba huruma za Mungu zi mpya kila siku na huwa hazikomi, ni za milele na milele. Na Bartimayo akapata muujiza wake, maana aliitisha huruma za Mungu. Huruma za Mungu zinafanya kazi wakati na ambapo unajua kabisa haustahili. Shida ni kwamba Wakristo wengi tumeishi maisha tunastahili, hii ni haki yetu. Hiyo ndio shida kubwa. Lakini tunapojiangalia, unapata enyewe, tukijiangalia vizuri hatustahili, na badala tuende mbele za Mungu tuombe huruma zake, mara nyingi tunaenda kama watu wako entitled. Na jana ulimtusi mtu, jana ulifanya moja, ulitenda dhambi na hujatubu, na unaenda mbele za Mungu ukiwa entitled. Haiwezi kafanya, haiwezi. Ni vizuri, ndio maana natuambia tunaomba huruma zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine jinsi ilianza na kusema wakati mwingine tuna feel tuko entitled. Tunaona kwamba tukifanya makosa Mungu hatatupa kitu fulani. Mungu hayuko vile. Mungu ni mwingi wa rehema. Ataangalia vitu ulivyo navyo ni kwa sababu alikuhurumia, si eti kwa sababu ulistahili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini alfajiri ya leo? Unaweza ukakimbia kwa Mungu. Mungu hajakufukuza. Unaweza ukarejea katika njia za Mungu. Unaweza ukaomba Mungu na Mungu anaweza akakusaidia. No wonder Biblia inatuambia tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Ni kiti cha, it's a throne. Ni utawala. Mungu anatawala na huruma. Bwana Yesu ni utawala. Biblia inasema the seat, the mercy seat. Actually zingine zinasema ni kiti cha rehema, kiti cha enzi cha rehema. Anatawala na rehema.
anatawala na upendo. Huyu ndiye Mungu na ambaye tunayemwabudu, si kama mwanadamu. Atakurula, utatakulaani, maana aliona amekufanyia, amekusaidia na umemruka, atakulani. Lakini Mungu ni mwingi wa rehema, anatawala na rehema. Anatuambia tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, na ili tuweze kupata neema na rehema. Bado tunakikaribia kiti cha rehema ili tupokee rehema na neema. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye Mungu mwingi wa rehema. Alfajiri ya leo nimekuja kuzungumza na mtu, labda umehisi kwamba haustahili, unastahili, maana huruma za Mungu ziko zaidi, ni nyingi zaidi ya hilo na ambalo umetenda likakuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atasaidia tu kukuondoa katika matatizo, bali atakusaidia pia katika kukuosha, katika kukusafisha na kusababisha mambo mazuri yaje katika maisha yako. Na iwapo hili litaenda kutendeka, hauwezi ukaendelea kujihukumu, hauwezi ukaketi chini ukasema mimi nilifika mwisho, haya maisha yamefika mwisho, haya maisha yamenilemea. You cannot afford to do that. Hauwezi ukaketi chini na kuanza kujihurumia. No, lazima uelewe kuna Mungu amejawa na rehema. Anatuambia tukikaribia kiti cha rehema, badala ya kukaa hapo ukijihukumu, badala ya kukaa hapo ukilia, anakuambia kikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, acha kukaa hapo ukijihurumia, acha kukaa hapo ukijihukumu, acha kukaa hapo ukijipiga, ukijimaliza kwa sababu ya makosa yaliyopita ulioyatenda. Mungu asemi hivyo. Mungu anasema kikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, na ili uweze kupokea rehema na neema itakayokusaidia wakati wa matatizo. Angalia hapa, na hivyo tunaingia kwa ujasiri, na sisi kama Wakristo inatustahili kuelewa hili kwamba Mungu atatubariki. Tunastahili kuamini hili. Mungu atatubariki. Atubariki kwa sababu tunastahili, anatubariki kwa sababu ya rehema zake. Unajua, tumefika mahala tukaambiwa kwa sababu wewe hauko hivi, hauko vile, hauwezi ukabarikiwa. Leo hii nimekuja kukuambia ni mwingi wa rehema. Sisemi watu watende dhambi, sisemi watu wafanye vituko. Nimekuja kukukumbusha usiruhusu makosa yako ya jana yaendelee kukuweka chini, uendelee kujihukumu, uendelee kujiua. Ni mwingi wa rehema. Anasema ni kwa sababu ya huruma zake hatuangamii. Hata huyo na ambaye amekuwa akikuhukumu angekuwa ashaangamizwa. Ni huruma za Mungu zimemweka. Bwana Yesu asifiwe. Hata si Biblia inasema vizuri, there is no condemnation for those who are in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulimwacha, ni njia rahisi, unarejea kwake kama the prodigal son, na ukirejea kwake atakupokea tena kama mwana. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwovu shetani, Biblia inamuita the accuser of brethren, ndiye amekuwa akituweka hii guiltiness, ndo amekuwa akitukondemn tuishi hivyo tukiona hatustahili. Na unajua, unaendelea kupoteza imani. Ukipoteza imani, unaanza kuona wewe ni mtu ovyo, unaanza kujiona ufai, unaanza kujiona wewe si mzuri, huwezi pata ndoa, unaanza kujiona wewe ufai, huwezi pata kazi, wewe au kusoma uwezi. Yani kuna vitu na ambavyo anaziweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo nimekuja kukuambia Mungu ni mwingi wa rehema. Wakati mwovu shetani anakushtaki na anasema wewe umefanya makosa mengi, wewe ulikosea hapa na pale, Mungu hawezi akasikiliza kwa sababu ya huruma zake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiria wewe ni nani? Hata shetani atakuuliza, who do you think you are? Unamwambia I am a son of God. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mtoto katika ufalme. Mimi ni kizazi kilichotelewa, milki ya Mungu. Unamwelezea neno la Mungu, maana Mungu ni mwenye huruma. Angalia hapa, mimi ni mtoto wa Mungu aliye juu. Mimi nimekombolewa, mimi nimesamehewa, na mimi nimefunikwa na rehema za Mungu. Labda uko pale, ungependa kumrudia Kristo, ungependa kuokoka. Ningependa kukuongoza katika toba siku ya leo. Sema, Bwana Yesu,
Siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Huu wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu aniongoze kwenye hii safari na ambayo nimeianza siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo naokoka na kuamini. Ni mwingi wa rehema, amekupokea, umeingia katika ufalme, amekusamehe. Na wewe bado unayetazama na hujaokoka, bado Mungu yuakupenda, na bado Mungu huruma zake zimekufunika. Wewe na ambao unahisi kama uko mbali na Mungu, bado Mungu anasema sitakuacha wala sitakupungukia, kutokana na huruma zake kuu. Baba, ni asante kwa neno lako, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo, kwa kutukumbusha kwamba wewe Mungu wetu mwingi wa rehema, na ni kutokana na rehema zako Mungu wetu hatuangamii, na unatuambia tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, na ili tuweze kupokea rehema na neema itakaotusaidia wakati wa matatizo. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru na hata kwa hizi nafsi na ambazo zimerejea kwako. Ni asante kwa huruma zako Baba. Hao wameokoka Baba, kawadumishe katika uokovu. Mfalme mkuu na mtakatifu, kawaongoze. Ninakushukuru alfajiri ya leo Baba, maana wewe ni mkuu na hakuna mwingine kama wewe, maana wewe unastahili na hakuna mwingine kama wewe. Ninakushukuru maana hili neno lako limenena na nafsi zako Baba, limenena na watu wako Baba, kajitwalie sifa na utukufu. Ni asante na hata kwa Jumanne hii ya leo Baba, mfalme mkuu na mtakatifu, tunapoondoka katika maeneo yetu ama manyumba yetu Baba, kuelekea katika shughuli mbalimbali Baba, tunaomba rehema zako zikatufunike, zikatuongoze Baba, katuongoze Mfalme, katushindanie Mfalme, kafunze mikono yetu kutengeza faida yote, ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Walio wagonjwa alfajiri ya leo Baba, wacha huruma zako Mungu wetu zikawafunike na wakapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa Baba, wacha wakafunguliwe, maana umewahurumia. Mfalme mkuu na mtakatifu, wanaohitaji kazi kawahurumie na kawafunguliwe milango ya kazi katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Unaweza pia ukatoa sadaka zako, toa sadaka zako na Mungu atakubariki kupitia nambari 0792593648 0792593648 0792593648 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.